Kama ulivyosikia maelezo ya wadau wa mifugo nchini Tanzania, wameweka baadhi ya maeneo ambayo wanaamini yakifanywa kazi yanaweza yakaondosha kabisa masuala ya migogoro. Mkuu wa wilaya ya Mvomero ametoa ushuhuda wake. Eneo la Mvomero limekuwa lina migogoro ya muda mrefu sana ya ardhi kati ya wafugaji na wakulima, na akaja na kampeni inaitwa Tupendane Mvomero, ambao hata katibu mkuu amesema wameichukua kama ajenda, iwe ajenda ya nchi. Kwa kama imewezekana Mvomero ambapo kuna migogoro mingi, hili inawezekanika. Lakini cha pili, umesikia moja ya vitu ambavyo vimehamasishwa sana ni swala la kuwapimia maeneo wafugaji. Si tu kuwapimia, bali kuwapa umiliki wa maeneo hayo. Lakini kumiliki haitoshi, bali inahitajika waweze kufanya kazi ya wao kuwa wanafanya kilimo cha mazao ya ufugaji, ili kuepusha wao hapa kwenda sehemu moja kwenda sehemu nyingine ambapo imesababisha mapigano ya muda mrefu. Lakini eneo lingine ambalo limetajwa ni wafugaji kufuga kwa kiwango kidogo kwa ubora wa hali ya juu. Haya yote yakitekelezwa, mimi naamini yanaweza yakaondosha kabisa mgogoro kati ya wafugaji na wakulima. Sawa, hayo yote ni mema ambayo yametajwa na haya ambayo unanieleza unataja hapa, lakini tuangalie kwamba tutakuwa na mifugo mingi tu ya kutosha, lakini vipi ina uwiano sawa na uwezo wa kuwa na viwanda vya kutosha ili tuweze kuchakata hizi nyama kutoka hapa? Mfano viwanda vya ngozi ni vya kutosha, mfano viwanda vya kutengeneza maziwa, kusindikiza maziwa, je, vinatosha au bado hakuna uwiano sawa? Kama ulivyosikia kwenye hotuba ya Mheshimiwa Waziri Ashatu Kijaji mwenye dhamana na masuala ya mifugo, mpaka kisasa tunapozungumza viwanda vinavyozalisha bidhaa zinazotokana na malighafi ya ufugaji wamekuwa wanalia kutokana na uhaba wa bidhaa hizo, kwa maana ya nyama na maziwa. Na mfano mzuri, Iringa, kwa baadhi ya makampuni yamekuwa yanalia kwamba hayapati maziwa ya kutosha. Na hili kwa sababu mifugo ni mingi, lakini inatoa maziwa kiasi gani imekuwa ni kidogo sana. Na hii ni kwa sababu ya aina ya ufugaji ambao unafanywa na ufugaji wetu, ambao umekuwa hauna tija sana kwa maana ya kukidhi hitaji la soko la ndani. Kwa mimi nadhani mpaka kisasa hitaji lipo. Hitaji ni kubwa, kinachotakiwa ni kubadilika sasa kwa aina ya ufugaji, ili uweze kutoa maziwa ya kutosha kwa ajili ya viwanda vya maziwa, lakini pia kwa ajili ya kutoa nyama ya kutosha ambayo ina vigezo. Kwa sababu kama ulivyosikia, moja ya changamoto kubwa ambayo ipo kwenye nyama ya hapa nyumbani ni kwamba mifugo yetu imekuwa inatoa nyama ambayo inashindwa kukidhi hitaji la soko la kimataifa na hata la kitaifa, kwa sababu ya matumizi ya mifugo. Mifugo inatumika kufanya kazi ngumu kama kilimo, wanapigwa, wanahenyeshwa. Yote hayo yanasababisha nyama inayotoka kwenye mifugo yetu inakuwa haina haikidhi vigezo vya uhitaji wa soko. Naam. Kingine ambacho wakati unazungumza pamoja na wajumbe walitaja kwamba wanahitaji kuweza kupata tuzo kwa wafugaji. Hoja hii unaipimaje? Unaiona ni nzito kiasi gani, ama ni nyepesi kwa kiwango gani, au inastahili kuweza kuingizwa hapo na kuipeleka kwa katibu kumwelezea kwamba tunahitaji kupewa tuzo? Mimi nafikiri kwamba moja hulka ya binadamu yoyote ni anapofanya kazi kubwa iweze kutambulika. Yaani hiyo ni hulka ya binadamu, na ni asili ya binadamu yoyote. Unapofanya jambo lolote lile, watu watakapolitambua huwa inakupa moyo, na pia inawafanya wengine watamani kuwa kama wewe. Kwa hiyo tuzo huwa ni kufanya wengine watamani kuwa kama wewe na wewe uwe bora zaidi. Kwa hiyo hii swala la tuzo kwa watu wanaofanya ufugaji wa kisasa inaweza ikasababisha watu wengi wakawachukulia wale waliopata tuzo kama mfano wa kuigwa, na wengi wakatamani kuwa kama hao. Kwa mimi naliunga mkono kwamba lipewe nafasi yake, kwa sababu litachagiza ufugaji wa kisasa unaozingatia ubora badala ya wingi, na wengi wanataka kuwa kama hao waliopata tuzo, na wanaofanya vizuri pia watakuwa wanaona kama kile wanachofanya kumbe kinathaminika sana. Na mwisho nikuulize swali ambalo liko katika eneo lako kabisa la kimaudhui. Kuna mpango wa kuleta online TV ambayo wanahitaji kuweza kuonesha maudhui ya ufugaji. Hili nalo kwanza litasimamiwa na nani na litaendeshwaje, na unafikiri kwamba hili linakwenda kusogeza vipi sekta hii ya mifugo? Hili walilolisema, mimi kwa tafsiri yangu, unajua changamoto kubwa ya uandishi wetu wa maudhui katika vyombo vya habari kwa sasa, yaliyo mengi hayaakisi shughuli za kila siku za watu. Sasa watu wengi wanafanya shughuli za ufugaji na kilimo,
lakini ukisoma magazeti, ukitazama televisheni, ukisikiza redio pamoja na kupitia mitandao ya kijamii, maudhui yanayozungumzia kuhusu ufugaji wa kisasa, tuseme ukweli, ni machache sana kama sio hamna kwa baadhi ya vyombo vya habari. Kwa hiyo ujio wa chombo hiki ambacho cha kimtandao cha televisheni ambacho kitakuwa na maudhui kuhusu ufugaji, mimi nafikiri kinaenda kutibu ombwe la maudhui, kwa sababu watu wengi sana wanafuga, lakini ukitaka kupata elimu kuhusu ufugaji unaipata wapi? Vyombo vya habari kwa sasa vimekuwa vinajikita zaidi katika kutoa burudani. Kitu kama hiki ambacho mnakifanya Jambo FM, kutoa zaidi ya masaa 2 mpaka 3 kwa ajili ya kuzungumzia tu sekta ya ufugaji, ni nadra sana, na mimi niseme hiki ni kitu ambacho mnahitaji kupongezwa, kinahitaji kuonekana kwa watu, kwa sababu hichi kilichofanyika kileo kimetoa elimu kubwa sana kwa watu wote ambao ni wafugaji, ambao ndio asilimia kubwa sana ya watu. Tumesikia wote kwamba sekta ya ufugaji peke yake inachangia karibu asilimia 6.7 katika pato la taifa la ndani, na mpango wa serikali ni kwamba iende mpaka asilimia 10. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba hiki kitu ambacho hakipo kwenye vyombo vya habari kina mchango kwenye pato la taifa, imeajiri watu wengi, ni hitaji ya dunia, lakini bahati mbaya hakipo kwenye vyombo vya habari. Kwa mimi nadhani akisimamie nani, nadhani mimi bado nasema kunahitajika bado serikali kutoa ruzuku kwa vyombo vya habari hivi vinavyofanya kazi kama hii mnaoifanya ninyi ya kutoa maudhui ya kuelimisha, ili viweze kujiendesha zaidi na zaidi. Hii itasaidia sana. Naam, Doto Bwendo, mimi nikushukuru kwa kuzungumza na Jambo FM. Na mimi nasema kwa moyo wa dhati kabisa niwashukuru kwa kunipa nafasi hii. Wengi walipatiwa wazungumze hapo, lakini kunipendelea mimi ni upendeleo mkubwa. Asante sana. Asante sana.